Yes, unaweza Yesu. Yes, yes, yes. Unaweza Baba kubadilisha Kongo Baba. Yes. Unaweza kufanya Baba unaweza Baba. Yes. Kila asubuhi Baba hatuwazia mema. Yes. Tunapoamka Mfalme unatupangia siku. Yes. Hakuna aliye kama wewe Baba. Hayupo. Hayupo. Hayupo kufanana naye. Ni yeye peke yake. Yes. Umeketishwa kwenye kiti cha enzi cha mbinguni, katika utukufu, ukuu na mamlaka kuu. Baba, saidia Kongo, fanya maajabu kuhusu nchi yetu. Oh, haleluya. Haleluya. Zaidi ya nitakavyo. Yes. Zaidi ya niombavyo. Yes, unaweza. Unaweza. Yes, unaweza. Kufanya. Unaweza kufanya. Unaweza. Yes. Yesu. Zaidi ya yote. Tarajio. Yes, yes, yes. Zaidi ya niombavyo. Yes, unaweza. Unaweza. Yes, unaweza. Kufanya Baba. Unaweza. Mfalme. Okoki. Yes, Jesus. Salabino na mboka. Koleka oyo Kongo. Na sengi. Oya wenanga. Okoki. Ofandi na kiti. Kosalamini ya likolo. Koleka oyo. Oya wenabisu. Na lingi Yesu. Bonene mope bokonzi. Okoki. Oya. Kosalamingi. Koleka oyo. Zaliko menya kombo na lingi. Oh mosikoli. Okoki. Oh yawe. Kosala yawe nanga. Koleka oyo. Haleluya. Na lingi Yesu. Unatenda. Yes. Maajabu. Unatenda. Miujiza. Hallelujah. Baba wo. Hallelujah. Yesu. Yes, unaweza. Nashukuru. Sema tu maneno haya mbele za Bwana. Unaweza Yesu. Unaweza Yesu. Unaweza Yesu kubadilisha chochote kile ndani ya maisha yetu. Yes, unaweza. Yes, yes, yes. Mwambie Baba unaweza. Wewe ndio unajua unapita kwenye hali gani. Mwambie Baba unaweza. Hata katika hili unaweza. Unaweza Yesu. Yes. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Bwana. Unaweza kutenda. Shadrake, Meshake na unaweza kutenda watu wake wakashangaa kuona miujiza yako. Waliona maajabu yako. Makubwa. Wote wakashangaa. Zaidi ya Baba yangu. Hata wale wanabii wa Baali walishangaa kuona miujiza yako. Hawakutarajia. Elia alipokuomba ukalamba ile sadaka, ukalamba zile kuni, ukalamba yale mawe, ukalamba yale mavumbi, ukalamba yale maji. Baba, kwa mtenda maajabu. Unaweza kufanya. Yawe nanga. Unaweza kutenda. Mfanya mambo makubwa. Mfanya maajabu. Makubwa. Mfanya miujiza ni wewe. Zaidi ya niombavyo. Hakuna aliye kama na wewe Baba. Unaweza kufanya. Baba. Unaweza kutenda. Haleluya. Mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Yes.
Endelea tu kumwambia Bwana Yesu unaweza. Baba unaweza hata katika hili ninalolipitia leo. Sina tumaini jingine ila ni wewe pekee. Ni Mungu uliyepo, ni Mungu utakayekuwepo na ndiye Mungu utakayerudi siku ya mwisho. Sina Mungu mwingine. Mwambie tu, yuko anakusikia. Hebu ifanye kwa ibada yako kuwa ibada mahali ulipo. Haijalishi mazingira unayopitia, haijalishi shida ulionayo. Mwambie Baba unaweza. Baba unaweza. Baba unaweza. Baba unaweza. Baba unaweza. Sema tu kwa imani, yuko anakusikia. Haijalishi ukubwa ama udogo, haijalishi umekaa kwenye hiyo shida kwa muda gani. Kama ni mgonjwa, mwambie Baba unaweza kuniponya ugonjwa huu. Kama ni matatizo ya kiuchumi, mwambie Baba unaweza kunivusha hapa kwenye hali ya madeni. Baba unaweza kunivusha kwenye habari ya visa. Baba unaweza kunivusha kwa habari ya kazi. Hakuna kisichowezekana. Changamoto ya uzazi, mwambie Baba ninajua kabisa na ninakuamini, sina mashaka na wewe. Baba unaweza kunifanya kuwa mama. Baba unaweza kunifanya kuwa baba. Sema tu kwa imani, yuko anasikia. Nani kama na wewe Baba? Yes. Nani anayefanya maajabu kama wewe Baba? Yesu, unatuwazia mema, unatutendea mema kila siku. Basi mtoto wa Mungu, kwa hayo machache naomba tuweze kwenda kwenye neno la Mungu, alafu kisha tutarudi kwenda kumwabudu Mungu na kuingia kwenye maombi muda mchache ujao. Lakini Mungu anaweza. Ni kutoa shaka kabisa mtoto wa Mungu. Haijalishi hali yoyote ambayo unaipitia leo, isikukatishe tamaa. Kumbuka shetani sifa yake kubwa ni baba wa uongo. Na kazi yake kubwa ni kukuonyesha kwamba hauwezi. Hapa ulipo hautoki. Hivi ulivyo haitaisha hii shida. Ndio kazi yake kubwa, kukuletea mawazo na hali fulani ya kukata tamaa na kujiona kwamba wewe ndio hivyo itakavyokuwa, haitabadilika. Hapana. Naomba nikuambie binti mahali ulipo, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu ana mpango mkubwa na maisha yako. Usikatishe tamaa na changamoto na zile pressure za watu. Lini wala usiwe na shaka. Wakati wa Bwana ni bora zaidi. Ni heri kuchelewa ukiwa na Bwana kuliko kuwahi kwa akili zako za kibinadamu. Pressure za watu zisikufanye ukafanya maamuzi magumu. No. Msubiri Bwana Yesu. Yuko anayeweza kufanya mahali pasipokuwa na njia pakawa na njia. Mungu akubariki sana. Naomba basi uchukue Biblia yako tujifunze neno la Mungu. Chukua Biblia yako tujifunze neno la Mungu, maana Mungu wetu yuko hapa, yuko pamoja nasi ili kutuhudumia katika ibada yetu ya leo. Mungu wetu yuko hapa, yuko pamoja nasi ili kutuhudumia mimi na wewe. Haijalishi unapita katika mlima mkubwa kiasi gani katika maisha. Wala usiwe na shaka, muamini Mungu tu. Yeye aliyeziumba mbingu na nchi, yule ambaye alikutana na giza na ukiwa na utupu akasema iwe nuru, ikawa nuru, ndivyo itakavyokuwa na wewe kwako. Utakapoingia kwenye maombi, sema na iwe nuru katika eneo ambalo wewe unaliona limekuwa na changamoto. Sema na iwe nuru. Kuna wakati unatakiwa utamke tu hata kama uoni chochote. Mungu wakati fulani anatamani kuona unakili tu kwamba unaamini. Kuna wakati atamani hata kusikia ukilia, anatamani kuona ukitamka tu kwa imani. Kwa hiyo usiwe na shaka juu ya hili ambalo unalipitia. Sema kile ambacho unataka kitokee kwenye maisha yako. Wala usiogope. Basi naomba fungua Biblia yako, unikumbushe mwezi huu ni mwezi gani na tunatembea na neno kutoka kitabu gani na mstari wangapi mpaka wangapi. Yes, nikumbushe tu kwa faida yako na kwa yule ambaye haelewi tunatoka wapi, tunakwenda wapi. Asante Juliana, Jennifer Lushaigo, Karen Mushi, na washukuru pia na waona hapa. Lakini pia namuona Angel Bushili. Asante. Odesia Mosha, Eli Kalunda, Bilombele Kaunda, Joyce, Sante Jacqueline Idi, Matthew Monroe, Jennifer, Mama Jose, Jessica George, Anne Florence, Angel Muyenga, Novs John, Amable, namuona pia hapa El Victorine, Naomi Cheo, Hawa Mkwizu, Betty Ludovic, Esther Kiange, lakini pia namuona Rosemel Msekela.
Lakini pia namuona Victoria Daniel Chua, Angel Bushili, Caroline Tem, Naomi Muhammad, Lakstar, Adabele Museme, Nova Scotia. Namuona pia Happy Nganda, Fatuma Fiklini, Rose Mel, lakini pia Rachel Maho, Jasper Samuel na wengine wengi tu. Mtu wa mwisho hapa nitasoma kutoka kwa Happy Nganda kutoka Uingereza. Neno la Mungu ambalo tunatembea nalo katika mwezi huu linatoka kitabu gani? Linatoka kitabu cha Yona, ile sura ya 1 mpaka ya 17. Naomba tusome kwa faida ya wale ambao ndio kwanza leo hii wameungana nasi kwa mara ya kwanza, hawajui tunatembea na neno gani katika mwezi huu wa 3. Kwanza, mwezi wetu ni wa 3, ni mwezi wa ukamilifu. Bwana anakwenda kukamilisha jambo katika maisha yako. Sasa ninaomba usikilize kwa makini neno ambalo tunatembea nalo katika mwezi huu wa 3. Bwana anasema nini katika maisha yetu leo? Bwana anazungumza nini kwako kupitia andiko hili? Neno la Mungu linasema, Yona sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 17. Neno la Mungu linasema, basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona melikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli akapanda melikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, na hata melikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa melikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za melikebu, akajilaza akapata usingizi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, nani, ewe uliyelala usingizi? Ewe uliyelala usingizi, amka umwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kula mpate kujua mabaya haya yanatupata kwa sababu ya nini? Basi wakapiga kura na kura zikamwangukia Yona. Ndipo akamwambia, tafadhali tuambie, wewe ambaye mabaya haya yanatupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Wewe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbinguni aliyeziumba mbingu, Mungu wa mbingu aliyeziumba bahari na nchi kavu. Ndipo wale watu wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilotenda? Kwa maana watu wale walijua kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani, wasiweze, kwa maana bahari ilizidi kuchafuka sana, ilizidi kuwachafukia sana. Basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyotenda. Basi wakamkamata Yona wakamtupa baharini, nayo bahari ikaacha kuchafuka. Ndipo wale watu wakamwogopa Bwana mno, wakamtolea Bwana sadaka na kuweka nadhiri. Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ile ammeze Yona, na Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku 3 mchana
na usiku. Na hili ndilo neno la Mungu, mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye Yona na mambo yake aliyokuwa anayafanya. Ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa mkaidi. Aliweza kutokumtii Mungu. Ni nabii baada ya nabii Elisha. Sasa nini tunachojifunza hapa? Ni vitu vingi sana. Kwa yule ambaye amefuatilia andiko hili, kuna vitu vingi atakuwa ameendelea kujifunza na kujifunza na kujifunza. Mtoto wa Mungu, kadri kazi ya imani ni kukuaminisha. Yaani ukiona mtu yote anakueleza sana juu ya jambo lake, ujue anajaribu kukuaminisha uamini anachokisema ama uelewe anachokisema. Hata uchawi kazi yake ni kuaminishwa. Kuna uchawi. Ndio maana ukisikia sana uchawi, mwisho wa siku unauamini. Sasa na hapa na mimi nakuaminisha. Napoendelea kukukumbusha, kukueleza kwa habari ya Yona, na kuaminisha na wewe uamini. Sasa nini ambacho tunachojifunza kwa Yona hapa? Tega sikio kwa makini. Yako mambo mengi sana. Ukianza mstari kwa mstari, aya kwa aya, kuna vitu vingi sana utaviona hapa. Roho wa Mungu anazungumza na wewe. Haijalishi umeoa hujaolewa, haijalishi una kazi huna kazi, haijalishi una madeni huna madeni. Yaani utajiona tu na wewe kuna mahali unahusika kwa sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Yona alisemeshwa na Mungu kwenda kupiga kelele kwenye mji wa Ninawi. Haikumaanisha kwamba akapiga kelele kama mwenda wazimu. Imetumika tu tafsiri fulani ili kuleta ujumbe aliokuwa anataka kuleta hapa, kwamba alikuwa ametumwa kwenda kuihubiri injili ya toba, kwa sababu maovu yao katika mji wa Ninawi yalikuwa yameshamfikia Mungu. Kwamba kiwango cha utendaji wa maovu ulikuwa umefika mahali ambapo Mungu alichoka. Akaona kwa sababu nawapenda hawa watu wa Ninawi, wacha ni mtume Yona akawahubirie habari ya wokovu, toba, watubu, ili nisije nikawaangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa moja kwa moja hapo tunaona upendo wa Mungu kwa watu wa Ninawi, kwamba Mungu kabla hajatoa adhabu kwa mwanadamu yoyote, huwa anatoa taarifa ama warning ama onyo. Anatuma pia mtu, anakupa na nafasi ya kutubu. Anaweza katoa onyo, anaweza kakuletea mtu ili utubu kwa kile ambacho umefanya. Lakini bahati mbaya sana, Yona hakuona umuhimu. Aliona Mungu kama amekusudia basi wacha afanye, mimi nikiwa sipo. Tunaona nini? Tunaona kwamba katika maisha kuna mtu anaweza akapewa ujumbe wako na asiulete. Ni ujumbe muhimu lakini anaweza asiulete. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa Yona alipewa ujumbe kwa ajili ya hao watu, lakini hakuupeleka. Hakuona umuhimu kwa sababu haikuwa, yeye anaona kama haimuhusu. Kama Mungu amekusudia kuadhibu basi awaadhibu. Tunajifunza Mungu anawapenda hao watu kabla ya kufanya adhabu ama kutoa adhabu. Alitaka Yona akawakumbushe nini cha kufanya. Yona akaamua kukimbilia mji wa Tarshish. Ndio maana akakimbilia Merikebuni, akalipa nauli, akaingia kwenye chombo. Ameanza safari ya kuelekea Tarshish, mara ile merikebu ikapatwa, Mungu akawa ametuma upepo mkali. Yona akiwa anakimbia, lakini pasipo kujua kwamba Mungu hakimbiwi, ghafla merikebu ikapigwa upepo mkali, unaitwa upepo mkuu. Naomba nikuambie mtoto wa Mungu, kwa wale ambao wanatembea na kusafiri na vyombo vya majini, wanaelewa upepo wa baharini. Sasa hawa ni mabaharia, wali experience kitu ambacho, waliona upepo ambao hawajawahi kuona kwenye maisha yao. Waliona kitu ambacho ni cha tofauti, hakijawahi kutokea kwenye mambo yao yote ya kusafiri. Upepo usio kwa kawaida. Ikafika wakati wakaona tuanze kupunguza mzigo huu uliopo, pengine itasaidia merikebu ikatulia, ili uzito usije ukawa changamoto. Wakaanza kupunguza mzigo uliokuwa ndani mwake. Kitu gani kingine tunachojifunza hapo? Tunaanza kuona watu wanaanza kupata hasara kwa sababu ya mtu mwingine. Hawa walimbeba kama abiria, lakini huyu abiria ameleta changamoto. Kitu gani tunajifunza hapo? Kwenye maisha kuna watu tunaungana nao bila kujua. Tunajiingiza kwenye vikundi, tunaingia kwenye biashara, tunaingia hivi. Kuna watu tumeingia nao,
Tunadhani ni watu ambao ni sahihi kwenye maisha yetu, lakini kumbe ni changamoto kwetu. Kuna watu tumewaleta karibu ya maisha yetu. Tunadhani ndio tunavyowaona ndivyo wanavyotuona wao, kumbe sivyo. Wenzetu ni changamoto. Kwa hiyo wewe utajitazama kwa nafasi yako. Kuna watu gani umewaleta kwenye maisha yako? Toka umekutana na watu, maisha yako yanapanda au yanashuka, utaona hapa. Kwa hiyo hapa tunajifunza Yona alipoingia kwenye hii safari, akaenda kusababishia watu wengine matatizo. Amewaletea watu shida. Wakaanza kutupa zile shehena walizokuwa nazo, kupunguza kwa sababu ya Yona tu. Kitu kingine, watu mabaharia, kila mmoja akaanza kumuomba Mungu wake. Waliomba miungu yao, kila mmoja anajua alivyoweza kuomba. Walichokuwa naomba, Mungu awaepushe kinachotokea kisije kikaleta shida kwao. Kila mtu aliomba Mungu wake, kila mtu, lakini haikusaidia chochote. Lakini ndipo akakumbuka baharia mmoja, akasema kuna Yona, kuna mtu humu ndani amejilaza kule. Ndio akaenda akamwamsha, wewe vipi? We nani wewe, mbona unalala na hii tufani yote hii? Ina maana yani wewe usikia au ndio? Lakini Yona anajua kinachoendelea. Katulia tuli. Kajituliza kule chini. Wakamwambia, amka. Tuambie wewe mwenzetu ni nani? Unatoka wapi? Ni mtu wa nchi gani, wa kabila gani? Ndio kajieleza pale ni Mwebrania, mcha Mungu. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Wakaogopa. Kuliko huyu ndio anayesababisha. Wakapiga kura. Walipopiga kura, ndio kura zikamwangukia Yona. Wakamuuliza, ndugu imekuwaje? Sasa tufanye nini ili tufani hii tulie? Tufanye nini ili tufani hii tulie? Sasa hapa kuna kitu kingine cha kujifunza. Yona, nafsi kamsuta. Unajua ukitenda dhambi, nafsi inakuambia kabisa umetenda dhambi. Ila sasa kusema ukweli ndio changamoto ya watu wengi. Kwamba kukili kwamba hili linalotokea mimi ndio sababu, wachache sana huwa wanakuwa wanakubali. Na ndio maana hata adhabu ikitolewa huwa bado hawataki kukubaliana na adhabu. Lakini Yona anatufundisha hapa, ukitenda kosa kuwa wa kwanza kukubali kosa na ukubali adhabu. Maana wengine wanakubali kosa lakini hawakubali adhabu. Na ndio maana mara nyingi unapenda kusema, inawezekana hali unayoipitia leo, wewe mtoto wa Mungu unanisikia, kuna sababu inayosababisha upitie hayo ambao unapitia. Katika kila sababu wanasema kila kosa lina adhabu yake. Wale wanasheria wanaelewa. Wanasheria wanajua, mnaelewa kwamba kila kosa lina adhabu yake. Kila kosa lina adhabu yake. Sasa Yona alikosea. Akaona adhabu inayostahili, kwa sababu aliona ili hawa jamaa wabaki kuwa salama, inabidi mimi nitupwe baharini. Sasa hebu angalia tu. Yona ana uzito gani wa kusababisha melikebu iweze kupigwa tufani hivyo, iweze kupata msukosuko au bahari chafuke? Yaani Mungu alitaka tu kuonyesha uwezo wake ya kwamba hakimbiwi. Kuna nyakati unaweza ukapitishwa ili tu kuonyesha kwamba haujafika hapo kwa sababu wewe umejifikisha. Yuko aliyekufikisha. Kuna wakati Mungu anataka kujipambanua ya kwamba mimi ni Mungu na wewe ni mwanadamu. Yona akatupwa baharini. Tena kwa kusema mwenyewe, naomba nitupeni baharini. Akatupwa baharini. Akiwa ndani ya bahari, katika kujipigania, anajaribu kupiga mbizi kuogelea. Kumbe Mungu tayari alikuwa ameshamwandaa samaki. Tena ni samaki mkubwa, wa kiwango ambacho Yona aliingia ndani ya ule mdomo wa samaki moja kwa moja tumboni, akakaa kwa muda wa siku 3. Tulijifunza hapa. Je, samaki yule kwa Yona alikuwa ni changamoto ama ni msaada kwake? Kwa sababu katika maisha unaweza ukawa unajipambania, kadri unavyojipambania, mara ghafla unashangaa tena jambo kubwa linatokea. Katika hali ya kawaida, je, unaona ni msaada au ni changamoto? Kwa mfano, naomba nitoe tu mfano, mtoto wa Mungu, ili uweze kuelewa nini ambacho tunachokizungumza hapa. Nilikutolea mfano kwamba uko kwenye nyumba ya kupanga. Kwa mfano, nikurudishe pale ili uweze kuelewa zaidi. Uko kwenye nyumba ya kupanga na kodi huna, au mtoto shule. Ukatoa ahadi, mkuu wa shule, mtatuma ada au nitaleta ada. Mwezi wa kwanza umepita. Wamekuvumilia,
Mwezi wa pili wamekuvumilia. So unasema niko napigana huku. Ni kama wewe unaogelea kama Yona alivyokuwa anaogelea. Niko huku natafuta jamani nabanga nini mnaita sijui. Kuna maneno fulani anasema napambana huku. Mkuu napambana huku. Mwezi wa 3 taleta mara wa 3 umefika kimya. Wanakuambia tunamrudisha mtoto shule. Nasikia mtoto anarudishwa nyumbani. Kwa hali ya kawaida utaona ni kama jaribu tena, si ndio? Lakini kumbe Mungu kuna njia anayoiandaa ya kukufanya ufanikishe jambo lako. Si ndio? Ya wewe kuamua kufight, yani hata kama ni kukopa, hata kama ni kuajiri upate ili mtoto arudishwe. Okay. Nikutolee mfano mwingine. Mfano wa kodi ya nyumba. Umeahidi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3. Mara mama mwenye nyumba anakuambia baba mwenye nyumba, naomba funguo ya nyumba yangu. Naomba funguo ya nyumba yangu. Kwa hali ya kawaida utaona sasa mbona jaribu limezidi kuwa kubwa. Mbona kama ndo naanza kuangamia sasa. Lakini kumbe katika njia nyingine Mungu ameshasikia maombi yako miaka nenda rudi. Umejiwekea malengo kwamba mwaka huu lazima nijenge nyumba yangu. Lakini utapataje pesa? Hujui. Utakuwa kwaje huna kiwanja? Hujui. Lakini unasema mwaka huu. Sasa Mungu anamtumia yule mama mwenye nyumba akusukume akusumbue kwa taswira ama kwa hali ya kawaida utamwona kama jaribu kwenye maisha yako. Lakini kumbe amekuja na msukumo wa kukusukuma wewe utafute pesa kwa njia yoyote upate nyumba yako. Kwa hali ya kawaida usingejisukuma mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna nyakati unaweza ukawa unapita, unaomba afu matatizo yanatokea. Niliwahi kukutolea mfano mmoja wa mtu mmoja ambaye tuliomba naye. Kama una kumbukumbu nzuri, niliwahi kukufundisha hapa na kukutolea ushuhuda. Mtu ambaye tulifunga naye siku 7 alikuwa anamuomba Mungu amsaidie amwezeshe kumuguza mama yake, lakini pia awasaidie watoto wa ndugu zake alioacha nao waliofariki, walioacha kwake, waendelee kusoma na wakwake. Lakini akawa anamuomba Mungu amsaidie amuongezee kipato kazini kwake. Yaani kazini kwake aongezewe mshahara. Lakini bahati mbaya, tukawa tunaomba. Katika kuomba, bahati mbaya, sijui kama unanielewa. Tulivyokuwa katika kuomba tumefunga siku 7 days, kwa maana wiki. Juma ngapi mpaka juma ngapi? Jumatatu anaenda kazini, kwa maana tulimaliza ule mfungo. Anaenda kazini anakutana na barua ya kusimamishwa kazi. Sijui unaelewa. Niliwahi kukutolea mfano kama una kumbukumbu nzuri. Tumeomba, tumefunga, tumemaliza, tumefungua na tukanywa, tukala, tumefurahi, tukajua tumemaliza maombi. Mungu amesikia. Si ni kweli? Ndivyo unavyoomba hata wewe inatokea. Jumatatu yake kaenda kazini, kafukuzwa. Kwa hali ya kawaida hata kama ungekuwa ni wewe ungesema sasa kweli Mungu yupo kweli? Nakumbuka aliniambia mtumishi jitafakari. Huyu Mungu nayemuomba sidhani kama yuko sawa. Akasema kuanzia leo sitaki tena kusikia masuala ya maombi. Kweli akawa amefukuzwa kazi. Akakimbilia sehemu moja inaitwa Kahama Gold Mine. Kahama kule Shinyanga. Kwenda kutafuta maisha. Yaani hataki kusikia maombi, hataki kusikia chochote kile, amekata tamaa. Amepoteza tumaini. Lakini anasahau alikuwa anaomba. Anasahau kwamba alifunga 7 days akiomba Mungu. Kakimbilia mgodini, kakaa kule wiki moja. Ile wiki moja, ile wiki ya pili, ofisini kwake alipotoka, yule ndugu kiongozi alileta ndugu yake kwenye ile position ya yule ndugu aliyeondoka. Maana kijana alikuwa fresh from school, kaletwa pale. Majambazi yakavamia ile ofisi. Mtu wa kwanza kupigwa risasi ni mlinzi. Mtu wa pili alikuwa ni secretary. Mtu wa 3 ofisi ya yule bwana aliyeondoka. Yule kijana mpya akapigwa risasi kifuani, akafa. Bwana Yesu asifiwe. Yule ndugu akafa, yule kijana mpya kabisa. Mtu wa kwanza kuwa mtu wa kwanza kushukiwa alikuwa ni yule bwana aliyetoka, kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine amehusika. Lakini katika uchunguzi kumbe ilikuja kugundulika sio yeye, ni watu wa Keshi Trans walihusika.
watu wanaosafirisha pesa. Kumbe walichonga mchongo, ndio waliohusika kutengeneza mpango mpaka wakavamiwa pale. Kwa yeye wakati wanaendelea walivyokuwa wanamhisia, kwa yeye akawa anazidi kuwa na mashaka kule, kwa sababu alipata taarifa kwamba kuna kilichotokea, lakini hakurudi. Akaendelea kubaki kule migodini. Akiwa kule mgodini mwezi 1.5, akaja kupokea ujumbe kwamba wewe ndio bwana fulani uliwahi kuomba kazi huko Arusha huko. Jengo moja maarufu sana pale Arusha. Wale kwa Arusha nalifahamu. Karibu na Mount Meru pale. Si ndio? AICC. Bwana wewe ndio uliwahi kuomba kazi miaka kadhaa iliyopita. Ndio. Tunaliona jina lako liko hapa. Sasa kuna nafasi ya kazi. Kuna mambo mawili ya msingi ya kufanya. Kama hauna kazi na kama una nafasi, unaweza kaja uje na mambo mawili. Kuna kupata kazi na kukosa kazi. Uje ukiwa na yani uje kama utapata kazi uwe tayari kufanya kazi. Lakini kama hautakuwa tayari, basi utatoa. Kuna namna ambavyo walizungumza wao. Kwenda kule, bahati nzuri akawa amepata kazi. Kazi aliyoipata ni zaidi ya mshahara aliyokuwa analipwa mara 6 ya ile mshahara aliyokuwa analipwa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Mara 6 ya ile mshahara aliyokuwa analipwa mwanzo. Sasa narudi kwenye hili. Pale alipotoka, Mungu alimwepusha na kifo bila yeye kujua. Mungu alimwepusha na kifo pale bila yeye kujua. Aliomba Mungu kwamba huyu bwana ana majukumu, na mama yake anamuuguza. Ana watoto wa ndugu ameachiwa, analea, anawasomesha, ana wakwake anasomesha. Kwa hiyo katika maombi aliyokuwa akiomba, Mungu akaona jambo la kwanza ni muondoe hapa ofisini. Kuna kifo kinakwenda kutokea juu yake. Akamuondoa. Kwa sababu ya kutokujua sisi kama wanadamu. Unajua moyoni mwake huyu aliyeondolewa alinungunika. Alizungumza maneno magumu sana. Kwa wale ambao mnakumbuka, niliwahi kuwashuhudia. Alizungumza maneno magumu sana kwa hali ya kawaida. Hata kama ungekuwa ni wewe, mama nani au baba nani au dada nani, najua ungesema tu maneno magumu kidogo. Watumishi wa Mungu wanaelewa maneno wanakutana nayo. Wengine wanasema mpaka maneno mabaya sana. Ndio yanatokea. Haya. Baada ya kupokea kazi mpya, yeye yule alipiga simu na kushukuru Mungu kwamba anamshukuru Mungu kwa kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yake. Yaani yule Mungu ambaye tunayemuomba yuko kazini. Yeye mwenyewe wakati mwanzo alisema nilitafakari, Mungu nayemuomba, Mungu nayemtumikia sio sahihi. Lakini baada ya kujibiwa kwa njia nyingine, akamuona Mungu. Kitu gani tunachojifunza hapo? Kuna changamoto zinaruhusiwa na Mungu, sio kwa sababu hakupendi. Kile ambacho Mungu amekuchelewesha leo kukipata sio kwa sababu hakupendi. Ana makusudi makubwa. Anapochelewa anaona ni heri uchelewe kuliko kuwae kesho ukatoka wakati anataka ukae. Hiyo ndoa ambayo amekuchelewesha ana sababu. Aina ya watu walio kwenye cheni ya maisha yako ambao leo unaona pengine kama wanafaa, hawakufai. Ni kweli kwa sifa za kwako unaona wana hivyo unavyovitaka, lakini sio sahihi kwa ajili yako. Wakwako anakuja, pengine yuko kwenye mchakato, foleni yake inazidi kuja, anazidi kukukaribia. Kwa hiyo usijaribu kufast track mambo. Nini tunajifunza kwa Yona? Yona alipoingia kwenye tumbo la samaki alikaa siku 3. Kwa hali ya kawaida kama ni wewe ungejua sasa ndio kifo kimeshaisha, ndio Yona kwa heri kaingia kwenye samaki. Ndivyo ambavyo na wewe unaingia kwenye changamoto kama vile unaingia kwenye mdomo wa samaki. Kumbe ule mdomo wa samaki umekumeza ili ukupeleke unakotakiwa kufika. Kuna changamoto tunazipitia leo kwenye maisha, hazijaje kutuangamiza, zimekuja kutuimarisha, zimekuja kutufanya kuwa bora, zimekuja kuwa sababu ya sisi tuwe ambavyo tunatakiwa kuwa. Kwa hiyo usilalamike, Mungu anakuandaa kuwa nani baadaye. Yona alijua amemaliza, ameisha. Kwa maana anapoingia kwenye mdomo wa samaki aliona kwa heri. Lakini alipoingia ndani ya tumbo la samaki, badala ya kukata tamaa, aliona kama bado yuko, siku ya kwanza yupo, ya pili yupo, ya tatu yupo, aliona ni bora sasa nitumie nafasi hii kutubu. Akaanza kuangusha toba kwa Mungu.
Baba, naomba unisamehe. Sijui alisema nini, lakini alisema nalimlilia Bwana. Ukisoma katika sura ya 2, ya 3, ya 4 utaona sura ya 2 hapo alimlilia Bwana. Alieleza namna ambavyo alichokuwa nakiona katika mambo aliyokuwa naona, alivyokuwa kwenye maji, alipokuwa kwenye tumbo la samaki. Alimuelezea Mungu namna ambavyo aliona mambo yalivyokuwa. Alitubu kwa toba ile ya mzigo. Unajua ukiwa kwenye dakika ya unaona kama ni nasema ile nafasi ya dhahabu. Nafasi ya dhahabu unavyoipata, golden chance, unaitumia vizuri mno, na yeye ndio alitumia vizuri mno. Akatubu toba ya dhati kabisa, na Mungu akasikia. Aliposikia akamtuma ile samaki akamtapike nchi kavu. Tunajifunza nini hapo? Kwanza tunajifunza jambo hili kwa Yona. Unaweza ukadhani kuna jambo unalifanya uko sahihi, lakini mwisho wake unaenda kuangukia kubaya. Neno la Mungu linasema iko njia machoni pa mtu ionekanayo ni sawa, si ndio machoni pake, lakini kumbe mwisho wake ni mauti. Kuna mambo pia tunayafanya tukiona ni mambo mazuri, tunafanya kwa kuyafurahia, tunafanya kwa kuiona ni sawa, lakini kumbe tunajichimbia shimo wenyewe. Kuna vitu tunavifanya huko maofisini, tunawafanyia watu, tunadhani ni sawa, lakini mwisho wake, kumbuka, chochote unachokifanya kwenye maisha yako ni mbegu. Kama kuna mtu unamfanyia hila, ni mbegu unapanda. Kama ni unamfanyia mtu wema, ni mbegu unapanda, utavuna. Sasa kwenye maisha yako, angalia. Inawezekana kuna hali ambayo unaipitia leo ni mbegu, ni mavuno ya mbegu uliyoipanda mwaka jana au mwaka juzi au mwaka 2010. Ni mbegu. Kwa hiyo ikupe nafasi na wewe leo hii kuangalia ni mbegu gani ulipanda. Pengine ile mbegu imeota, sasa unavuna. Utumie nafasi hiyo kwenda mbele za Mungu kumwambia, Baba, ninaomba unisamehe. Yona alivuna alichokipanda alivyokuwa anakimbia. Aliwaacha wale watu wahukumiwe. Alikimbia watu wahukumiwe, akidhani yeye anajiokoa, atakuwa salama. Lakini mwisho wa siku amejikuta yuko kwenye tumbo la samaki. Na akaona ni bora atubu. Inawezekana na wewe ulikimbia Ninawi, ukaelekea Tarshish. Mwisho wa siku uko kwenye tumbo la samaki. Tumia nafasi hiyo kama aliyotumia Yona, kwenda mbele za Mungu, utubu, na Mungu atakusamehe. Haijalishi kosa ulilolikosea kwa Mungu. Yeye si mwepesi wa hasira, ni Mungu anayekupenda, na ndio maana unaona hata kule Ninawi ni upendo ndio uliokuwa umetawala. Kaona kabla sijawaadhibu niwatumie mtu kawasaidie. Na wewe usiku wa leo Mungu anakupa nafasi hiyo. Tubu tu, yuko tayari kukusamehe na kukupeleka unakotakiwa kufika, ama kufika unakotakiwa kufika. Tunajifunza nini kwenye somo hili? Mungu hakimbiwi, na mpango wa Mungu kwa mwanadamu lazima utimie. Mungu akipanga jambo kwenye maisha yako, hata aje nani, ana sifa gani, ana uwezo gani, jambo lake Mungu litatimia. Kuchelewa linaweza likachelewa, lakini kutimia juu ya maisha yako litatimia. Naomba nikutie moyo. Una safari, kuna mahali unaelekea, kuna changamoto umekutana nazo, zisikukatishe tamaa, mtoto wa Mungu. Mungu ana mpango mkubwa na maisha yako. Kuna mahali Mungu anakupeleka, kuna heshima Mungu anakuandalia. Kuna vitu lazima uvipitie ili vikufanye wewe kuwa bora. Kuna watu lazima wakuseme ili wewe uweze kuwa imara. Kuna heshima Mungu anakuandalia. Kwa hiyo haya maneno madogo madogo unayokutana nayo yanakuimarisha ili kesho uwe nani baadaye, ili utakapokuwa unasemwa huko baadaye uone kumbe ni vitu tu vya kawaida. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Natamani kwa huo muda mfupi nitumie ujumbe mfupi uniambie kama umenielewa ama hujanielewa. Niambie tu kama umenielewa ili tuende mahali pengine.
yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, ewe Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kheri ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. nikupe jina gani, Nikupe jina gani? Haleluya, haleluya mtoto wa Mungu. Mungu akubariki sana. Tumpe majina gani? Yote namfaa. Yeye ni Mungu, ni mwaminifu ambaye yupo na atakayerudi siku ya mwisho. Nashukuru sana wale wote ambao wanasema tuko pamoja, wamenielewa. Asante sana kwa kila mmoja. Wanasema nimekuelewa. Naitwa Jenini Bukiwa Safi kutoka DRC, amenielewa. Dr. Tina Mzava kanielewa. Okay, asante. Mwingine anasema tuko pamoja, nimekuelewa. Oh, pole. Mwingine anasema okay, tuko pamoja. Okay, asante. Amenielewa huyu. Okay, mwingine anasema radio imekatika. Okay, dokta, nakutumia linki hii. Jaribu tena. Tumia hii. Kama radio imekatika, tumia website hapa. Gusa huo ujumbe ambao nakutumia. Gusa ujumbe huu. Okay. Gusa ujumbe huo, moja kwa moja tafunguka. Alafu kisha pray. Mwingine anaitwa Asifiwe Nyendele. Asante Kalin, asante Kanu Lawrence. Lita Urio, asante Masenga, asante na New Saidi Mwa, asante. Asante pia Binyange, asante Esther Gregory, Susan Mswahili, asante. Biti Sunyambo, asante. Angel Angela Beda, asante. Jenny Bukiwa Safi, asante. Ombeni Musa, asante. Solange, asante. Selini Hatungimana kutoka Saudi Arabia, asante. Priscilla, asante pia. Priscilla, asante. Jinini Ndiwa Kubayo, asante. Stella Mzava, asante. El Victorini Faraja, asante. Isaac, asante. Victoria, asante. Barrett, asante. Na Bintu, asante. Dr. Doreen, asante. Naomba niishie hapo. Tuende sasa tukasikie neno la Mungu jingine tunapoelekea kwenye maombi ya usiku wa leo. Mtoto wa Mungu, naomba tufungue Biblia yetu, tuende moja kwa moja kwenye andiko la Isaya sura ya 43. Tusome ule mstari wa kwanza mpaka wa 20. Nitasoma kwa kuruka. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 5 na kisha tutakwenda 19 na 20. Nashukuru wote wanaosema wamenielewa. Na mwana mtoto wa Mungu hapa. Mwingine anaitwa Nathaeli Kazimbe, asante. Tunasoma sasa Isaya 43 mstari wa kwanza mpaka wa 20. Tutasoma kwa kuruka. Ila mstari wa kwanza mpaka wa 20. Ruka 43 mstari wa kwanza mpaka wa 20. Tasoma kwa kuruka. Asante sana Francisca Mgwasa, Betty Ludovic, ni Hasha Chazi, Graciana Philison, Neema Msofe, Sante Tatiana, Esperance Bizimana, Justina Ngole, Angel Muyenga, Kathleen Usika, lakini pia namuona mwingine Hotis ya Mosha, Isaac, asante. Isaya 43 mstari wa kwanza mpaka wa 20 ndio tunasoma hapa, ila nitasoma kwa kuruka. Asante Lita Majahasi, lakini pia Sam Kimanuka, Naomi Muhammad Lekstar, Betty Ludovic, Eli Kalunda, Aishi Kileo, Susan Nefe, Judith Kola, Meli Matias, Jacqueline Idi, Maliam kutoka London, Mama Jose, Jessica George, Sala Kisoka na wengine wengi tu. Naomba nisome neno la Mungu kutoka kitabu hicho cha Isaya.
Nitasoma kwa nani? Nitasoma kwa Mali Mlihinda kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania. Kitabu cha Isaya 43 mstari wa 1 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasemaje? Sikiliza tu kwa makini, mtoto wa Mungu. Sikiliza tu kwa makini. Ule mstari wa 1 mpaka wa 5 wa Isaya 43. Neno la Mungu linasema, lakini sasa Bwana aliyekuhuruku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako, we u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kuwa kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, na mwenye kuheshimiwa, na nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaruka mpaka mstari wa 19 na wa 20. Neno la Mungu nasema, tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani, na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani, na mito nyikani ili kunyweshea watu wangu, wateule wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Hili ndilo neno la Mungu ambalo linaungana na neno letu la mwezi huu katika ibada yetu ya mkesha wa leo. Naomba nikuambie, mtoto wa Mungu, wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Yaani wewe ni wa thamani sana. Kama unaishi bado duniani leo hii una uhai, wewe ni wa thamani. Majaribu hayana budi kuja. Yaani jaribu lolote ambalo unalipitia wala lisikutoe kwenye njia yako na kuelekea. Keep focus ahead. Mungu kuna mahali anakupeleka. Kuna mahali anataka upaone. Changamoto yoyote unayoiona leo isikutoe kwenye kuona unachokiona ama kuamini unachokiamini. Mungu kuna mahali anakupeleka. Wewe sio wa kawaida. Mungu ana mpango mkubwa na wewe, tena sana. Amerudia mara 2 kusema usiogope. Usiogope. Kuna vitu anataka kufanya kwenye maisha yako. Umeona? Usiogope katika hali yoyote ile unayoipitia leo. Bwana anasema atatenda neno jipya, nalo litachipuka. Okay. Sijui umefika kwenye hali gani kwenye hayo unayoyapitia. Inawezekana ni katika mambo ya uchumi wako. Inawezekana ni katika ndoa yako. Inawezekana ni kwenye kazi yako. Uchumba, afya. Usiogope. Inawezekana umezungukwa na watu wanakusema maneno yenye kukukatisha tamaa. Usiogope. Yeye ni Mungu wako. Anasema ujapopita katika maji mengi, hayatakugharikisha. Utakapopita kwenye moto, hautakuteketeza. Yaani chukua hilo, kaa nalo, mtoto wa Mungu. Ni msukosuko gani ambao leo hii unaupitia? Ni changamoto gani leo hii unayopitia? Ni kweli najua una mahitaji yanayohitaji fedha na hauna fedha. Wala usikate tamaa. Endelea kuamini, endelea kuomba, unafanya kazi zako, mipango yako kama kawaida. Usipoteze ule moyo wa kufanya kazi zako. Usipoteze moyo wa kufanya shughuli zako. No. Fanya kazi zako kwa bidii huku unaendelea kumtumaini Mungu. Neno la Mungu linatuambia katika Kumbukumbu la Torati 8:18, bali tutamkumbuka Bwana Mungu wetu, maana ndiye tupatie nguvu za kupata utajiri, ili apate kulifanya agano lake. Umeelewa? Yaani Mungu ndiye anayetuwezesha kufika tunakotaka kufika. Anazo njia za kukuwezesha. Ni kweli una shida na fedha, ni kweli unaumwa, ni kweli una kesi, ni kweli una jaribu kubwa, lakini
usiogope, usikate tamaa. Mtumaini Mungu. Katikati ya tumaini lako Mungu ataleta njia usioitarajia, atakuwezesha. Ebu kumbuka Yona. Katika hali ya kawaida hivi ulidhani kweli Mungu anaweza akamwandaa samaki ameze, yani Yona akae siku tatu ndani ya tumbo la samaki, yani ambao amekaa kama amekaa kwenye friji tu? Ulitarajia hicho kitu? Lakini kwa kuwa Mungu ana mpango na wewe, anataka ufike mahali, anataka uende mahali, utafika tu. Iwe kwa kuingia kwenye tumbo la samaki, utafika tu. Pengine hiyo shida ndio nayo kwenda kukutambulisha mahali ulitakiwa ujulikane na watu, hiyo shida na kutambulisha kwa watu. Kwa usiogope, usikate tamaa. Kuna mahali Mungu anakupeleka, ulitakiwa upite hapo ili ufike unakotaka kufika. Ulitakiwa useme maneno hayo yasemwe ya kuseme hivyo, watu wakudhalilishe ili upate heshima. Anasema hivi katika ule mstari wa 19, tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka, je hamtalijua sasa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtoto wa Mungu, usiogope, usikate tamaa, usipoteze tumaini. Kuna mahali Mungu anakupeleka, kuna viwango Mungu anakupeleka. Kwa hiyo haijalishi. Anasema katika mstari wa 2, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Hebu pata picha, Yona ameingia kwenye mdomo wa samaki, hakung'atwa, amekaa kama vile yuko sitting siku 3 usiku na mchana, yuko tumboni ametulia. Wala mwali wa moto hautakuunguza, na wewe hautaunguzwa. Utapita kwenye hayo ndiyo, lakini heshima inakuja. Kuna mahali Mungu anakupeleka, kuna viwango Mungu anakupeleka. Kwa hiyo usikate tamaa, mtumaini. Ule mstari wa mwisho anasema, wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu. Kuna nyakati Mungu atakupitisha, utapita huko, lakini Mungu atakuwezesha tu kwa namna yote. Anasema wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbwa na mbweha, mbwa pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu. Kuna mahali Mungu atafanya vitu kwa sababu yako wewe tu, na wengine nao watapata faida kutokana na wewe. Mungu anapokuwa na mpango na wewe, Mungu anapokuwa na mahali na kupeleka, atakuwa na wewe hata kama umuoni, lakini yuko na wewe kukufikisha ambako anataka akufikishe. Kuna vitu hata wale ambao leo wanakubeza, watu wanaokutukana, wanaokudhalilisha, watapata faida kwa sababu ya mapito yako. Mapito ambayo unayopitia hayo yatakwenda kuwafaidisha hata wale ambao wanakubeza leo. Kwa hiyo usikate tamaa. Ndani ya familia yako kuna watu wanakukatisha tamaa. Inawezekana ni mume wako, mke wako, ama yoyote kazini, kuna watu wanakukatisha tamaa. Lakini Mungu anapokuja kukubariki, na wao faida zile za baraka zitakwenda kuwafahamu ndani. Kwani baraka zikifika kwa mume, si zimefika na kwa mke na kwa watoto? Hata kama alikuwa anakubeza na kukatisha tamaa, na kuambia sitaki kusikia kelele za maombi hapa, baraka zikija nyumbani hazitamuhusu na yeye. Kwa hiyo mbweha wasikukatishe tamaa, wanyama wote wanaokusumbua, wale wote wanaopiga kelele juu yako, watapata faida kutokana na magoti na machozi ambao unaachilia mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende mbele za Mungu tukaombe toba. Yamkini kuna mahali hapako sawa, tuende tumwambie Baba, tumetambua wapi tumekosea, ama tunaomba toba kwa maeneo yote ambayo hatukwenda vizuri na ambavyo sawa na tulivyotakiwa kuenenda. Tusamehe, turehemu, tuoshe, tufanye jinsi Mungu alivyokusudia kwa ajili ya utukufu wako. Sasa sijui kama uko tayari mtoto wa Mungu, ama tukuache kidogo. Uko tayari au ni kuache kidogo? Ujitafakari. Ni muda mzuri, hebu jitafakari mahali ulipo. Nataka tuende mbele za Mungu, maana Mungu wetu ni mwaminifu kabisa, yuko hapa, yuko tayari kutusaidia.
Amelituma neno lije lituponye, litutoe kwenye hayo maangamizo tunapitia. Inawezekana unajua ama haujui, neema ya Mungu ni kubwa mno. Iko hapa kutusaidia. Iko hapa kutusaidia. Hebu endelea kujitafakari tu. Inawezekana hauna dhambi. Inawezekana, siwezi kujua. Lakini wewe ambaye unasikia ndani mwako kwenda mbele za Mungu, hebu endelea kutafakari tunapojiandaa kuingia kwenye maombi haya ya toba, maana ni nafasi muhimu ambayo Mungu amekupatia. Ni nafasi muhimu sana. Nafasi muhimu sana. Anastahili kuabudiwa, kutukuzwa, maana ni Mungu anayetupenda na kutuwazia leo mema siku zote. Anatuwazia mawazo wala sio mabaya. Ni mawazo yenye kutupa tumaini siku zote. Ni Mungu huyu anayestahili kuabudiwa. Uabudiwe, 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 Bwana, uabudiwe, uabudiwe, viumbe vyote, Ninaamini tayari umejipa muda mzuri wa kujitafakari, na tayari sasa uko kwa ajili ya kwenda mbele za Mungu kuomba toba na rehema. Ninaamini uko tayari. Mahali ulipo, kama uko tayari, basi nikupe nafasi muhimu ambayo nisipokupa sitakuwa nimekutendea haki. Lakini kabla hatujaingia kwenye maombi haya, ni kuombe. Kama unayo mahitaji na ungependa kuyatuma madhabahuni, mambo usiopenda kuyaona yakiendelea kwenye maisha yako, niandikie, unitumie. Wakati tunajiandaa kuingia kwenye haya maombi ama sala ya toba, niandikie mambo usiopenda kuyaona kwenye maisha yako, tuweze kuyaombea, na kisha tutaingia kwenye maombi ya mambo unaotaka kuyaona kwenye maisha yako yakitokea. Niandikie mambo usiyoyapenda mwanzoni, nafikisha na yale mengine unaopenda Mungu akutendee. Tutakwenda kumalizia baadaye. Lakini wakati huo ni kukumbushe, ni kuombe. Kama una mpendwa wetu ambaye ni mgonjwa na amelala, mwambie amke tuweze kuomba pamoja naye. Ni mgonjwa, mwambie amka mpendwa, amka. Twende mbele za Mungu tukaombe. Usilale, amka. Nafasi muhimu hii Bwana ametupatia. Mwambie, mwamshe mgonjwa yote ambaye amelala, mwambie amka. Roho wa Mungu yuko tayari kukuhudumia. Amka tuombe. Asilale, mwambie amke. Naomba nikukumbushe kwenye mambo unayohitaji kuyaona yakitokea. Mpendwa, usijiwekee mipaka kwa kujitazama udogo ulio nao. Usijiwekee mipaka kwa kuangalia familia unayotoka. Andika kitu ambacho unaona kabisa hiki na kihitaji. Haijalishi kiwango cha fedha unachokihitaji, au nia yako kuanzisha kampuni ama kiwanda ama kuanzisha uzalishaji wewe andika. Mungu anazo njia zinazoweza kukufikisha kote unakotaka kufika. Mungu anaangalia imani iliyojawa matarajio, na ndio msingi wetu. Nasema imani chanzo chake huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Likisha kuja lile neno, linatengeneza hali ya kuamini. Ile hali ya kuamini na kutengenezea matarajio, na wewe mwambie Mungu, haya ndiyo matarajio yangu. Haijalishi leo uko una pesa, hauna kazi, lakini unataka nini kitokee kwenye maisha yako? Andika hapo. Mungu ni mwaminifu. Pokea sifa, pokea sifa Mungu, pokea sifa Baba, pokea Baba, 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 Baba.
Tukaribishe Bwana. Haleluya, haleluya. Ametukuka, hakuna kama yeye. Haleluya, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Anastahili sifa na kuabudiwa yeye. Umeniumba ili nikuabudu. Tembelea mbali, sasa narudi. Nilipotea dhambini, Sasa narudi. narudi mimi, Narudi. kutoka dhambini, Mbali. nakuja kwako. Sasa unikaribu. Nikaribishe Yesu we. Bwana narudi. Nimepoteza miaka mingi, Sasa narudi. tena nazitubu dhambi zangu Baba. Ninaamini kila mmoja yuko tayari sasa kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya maungamo. Kila mmoja anajua wapi ambapo hapako sawa. Kila mmoja anajua wapi ambako hapako sawa. Nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu kabisa nikukaribisha mtoto wa Mungu wewe ambaye unataka kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya maungamo. Ninaomba tuweze kuirudia sala hii ambayo nitakuwa nikikuongoza. Ninaomba kama bado unatuma message, sitisha kwanza tuweze kwenda mbele za Mungu. Yes. Sitisha kwanza tuweze kwenda mbele za Mungu, alafu kisha unaweza ukamalizia. Naomba uweze kurudia sala hii wewe ambaye tuko pamoja, uweze kurudia sala hii. Naomba uweze kurudia sala hii. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako. Mimi mwanao. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu. Nimelisikia neno lako la mwezi wa 3, bado linasema na moyo wangu, bado linasema na nafsi yangu, bado linazungumza mengi kwa ajili yangu. Baba, katika jina la Yesu, ndani yake najiona mimi kabisa. Unasema na maisha yangu, unasema na roho yangu, unasema na nafsi yangu. Baba, najiona mimi kuwa ni mkosaji. Ninakuja kwako usiku huu leo. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Nimetambua wapi nilikosea ama ninapokosea. Nimejikuta niko hivi nilivyo kwa sababu ya makosa niliyokukosea siku za nyuma na siku za karibuni. Leo hii naziungama dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu, ninazozikumbuka na hata nisizozikumbuka. Baba, ninaomba unisamehe. Ninamkataa shetani na mambo yake yote aliyoyaleta kwenye maisha yangu na kuyahalalisha kuwa ndio maisha yangu, kuwa ndio kifungo changu siku zote za maisha yangu. Lakini leo hii ninamkataa yeye na mambo yake yote. Ninakukaribisha wewe Yesu. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote.
katika jina la Yesu. Nipe nguvu ya kushinda dhambi, kushinda majaribu na kumshinda shetani kwa uwezo wa Roho wako. Maana peke yangu siwezi, ila kwa Roho wako nitashinda yote ya dunia katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa neno la mwezi huu na kwa neno la siku ya leo. Asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunipokea tena na kunifanya mwana wa pendo lako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mahali ulipo, Mungu mwaminifu, Mungu mwaminifu ameisikia sala yako na tayari kabisa amekusamehe. Amini katika hilo. Na wewe pia jisamehe ikiwa kuna mahali bado unasikia ndani mwako kila unapokumbushwa na ile hali ambayo umejikosea mwenyewe inakurudisha nyuma. Naomba nikuambie neema ya Mungu ni kubwa, amekusamehe. Neema ya Mungu ni kubwa, amekusamehe na sasa amekupa nafasi nyingine. Karibu tuingie kwenye maombi ambayo yanakwenda kukuvusha kwenye changamoto ambazo zote unazipitia. Haijalishi ni kwa muda gani umekuwa kwenye shida, elekeza tumaini lako kwa Bwana Yesu. Mungu wako yuko hapa kukusaidia. Mungu wako yuko hapa kukutoa hapo ulipo. Haijalishi shida ulionayo, endelea kunyenyekea mbele za Bwana. Endelea kunyenyekea tu mbele za Bwana mahali ulipo. Wakati huo ni kuombe, shikilia yale maombi yako ambayo umeyatuma hapa. Ni mambo ambayo usiopenda kuyaona kwenye maisha yako. Kama umeandika magonjwa, shikilia. Madeni, shikilia. Mikosi, shikilia usimu yako. Kama ni karatasi, shika kwa imani. Shika tu kwa imani. Shika tu kwa imani. Shika tu kwa imani. Yuko Mungu hapa ambaye anakuhitaji kukusaidia. Yes. Nipe moyo wa saburi, Bwana wangu, nikutumikie. Shikilia tu kwa imani. Shikilia tu kwa imani. Yale mahitaji, yale mambo usiyopenda kuyaona kwenye maisha yako. Yes. Yanitosha. Yes, neema ya Mungu ikusaidie. Yes, yes. 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 Naamini kila mmoja ameshashikilia yale mambo ambayo asiyopenda kuyaona kwenye maisha yake. Naamini kila mmoja ameshashikilia kwa imani. Shikilia tu kwa imani. Shikilia tu kwa imani. Shikilia tu kwa imani. Shikilia tu kwa imani. Mungu wetu yuko hapa kutusaidia. Ulivyozunguka katika huo mlima, katika hilo tatizo, inatosha. Neema Mungu ni kubwa sana kukusaidia. Umelia vya kutosha. Mwambie Bwana Yesu, unaweza. Baba, unaweza kunitoa kwenye magonjwa, kunitoa kwenye mikosi, kunitoa kwenye madeni, kunitoa kwenye kila hali ya uharibifu. Yuko Mungu kwa ajili yako. Yuko Mungu anayeweza kufanya usiku wa leo, kufanya wakati umalo ulipo, sijui kwa kwenye saa ngapi. Amini tu katika maombi haya usiku wa leo. Yuko Mungu anayekwenda kukutoa kwenye shida kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amini tu kwa imani hiyo. Yes. Yes.
Yes. Haijalishi nini unachokipitia, inua imani yako tu mbele za Bwana. Ni kweli ni mlima mkubwa unaopanda. Ni kweli unajaribu kila namna lakini imeshindikana. Muamini Mungu. Yuko anaweza kukuvusha kwenye shida kwa kiwango kikubwa kabisa isivyoweza kufikirika kibinadamu. Muamini Mungu. Umeteseka na ugonjwa, umeteseka na mikosi, umeteseka na kesi, umeteseka na shida ya uharibifu wa mimba na roho ya utasa. Yuko Mungu hapa kwa ajili yako. Shikilia tu kwa imani hayo mambo usiyotaka kuyaona. Yuko hapa leo kukusaidia. Yuko hapa kukusaidia. Muamini tu. Fanya maajabu. Yes. Kama wewe Baba. Yesu. Unatuwazia mema, unatutendea mema kila siku. Yesu. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kila kitu ambacho Bwana Yesu umeruhusu katika ibada hii leo. Ninaamini katika wewe, sina mashaka na jina lako, sina mashaka na neno lako, sina mashaka na damu yako ya thamani. Damu yako ya thamani na uwezo wa kunena mema kinyume kabisa cha yale mabaya yote. Na ndivyo ambavyo ilivyo, Bwana. Tunaiomba hiyo damu yako sasa ikapate kunena mema kwa watoto wako. Tazama mikononi mwao wameshikilia mambo ambayo usiopenda kuyaona yakiendelea kutokea. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni madeni, inawezekana ni mikosi, inawezekana ni laana, inawezekana ni vifungo vya kila namna, inawezekana ni ndoto za kuzimu, inawezekana ni mapando ya uharibifu mengi tu katika maisha yao. Baba, usiku wa leo tazama tunakuja kwako kama makuhani, kama wafalme, kuomba tukitumia nafasi hii ya usiku wa leo kuvunja, kutengua, kuharibu kila uhalali wa vifungo katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, ninaomba kupitia damu yako ya thamani, damu ikanene mema kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, damu yako Yesu ikanene mema, damu yako Yesu ikajidhihirishe, damu yako Yesu ikaonekane kuanzia sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, naiomba damu yako sasa ikanene mema, naiomba damu yako sasa ipite kila mahali penye uharibifu, ipite kila mahali penye shida, ipite kila mahali ambapo pametengeneza halali wa mikosi, pametengeneza halali wa ndoto mbaya, pametengeneza hali ya umaskini, pametengeneza roho ya uharibifu wa mimba na roho ya utasa. Baba, naiomba damu yako sasa ipite kila mahali kwa jina la Yesu. Inanena mema, damu ya Yesu. Yes. Inanena mema. Yes. Damu ya Yesu. Yes. Inanena mema. Yes. Damu ya Yesu. Damu yako Yesu inene mema sasa. Damu yako Yesu inene mema sasa, kuanzia unyayoni mpaka utosini. Damu yako ipite kila mahali kwenye mwili ulio na uharibifu. Haijalishi amelishwa sumu, haijalishi anapita katika hali ya magonjwa namna gani yasiyojulikana na ujulikana, amekuwa katika matibabu kwa muda mrefu. Baba, naiomba damu yako sasa, naiomba damu yako sasa ikanene mema. Damu yako Yesu ikapite kila mahali katika mwili wake, ipite kwenye kila shida aliyo nayo, ipite kwenye hiyo kesi, ipite kwenye tumbo lake la uzazi, ipite kwenye hiyo mifupa, ipite kwenye hilo eneo ambalo ameweka mkono wake. Popote pale ambapo yuko, Baba, nyosha mkono wako. Damu yako ikanene mema, damu yako ikatangaze uzima, damu yako ikatangaze uponyaji, damu yako ikalete uzima ndani mwake. Haijalishi figo zimeharibika, moyo umeharibika, haijalishi kuna shida gani katika mfumo mzima wa hewa ama katika mfumo mzima wa uzazi, damu yako ikanene mema kwa jina la Yesu. Inanena mema. Yes. 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 Damu yako inene mema Yesu, damu yako inene mema Yesu, damu yako inene mema Yesu. Inapita kila mahali damu yako, 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 katika jina la Yesu. Yes, endelea kuomba. Damu Yesu inanena mema sasa, damu Yesu inanena mema sasa kwenye hilo shida, kwenye hilo tatizo, mahali ambapo pana changamoto. Damu Yesu inapita inanena mema sasa kwa jina la Yesu. Inanena mema. Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Yes, endelea kuomba, usinyamaze kimya. Katika ulimwengu wa roho kuna jambo linafanyika. Damu Yesu inanena mema mahali ulipo. Yes, endelea kuomba.
Yes. Yes, damu ya Yesu inanena mema. Usinyamaze kimya, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Wewe ndio unajua nini usichokitaka kwenye maisha yako. Damu ya Yesu inanena mema, usinyamaze kimya. Endelea kuomba. Damu ya Yesu iko kazini, iko kazini, iko kazini. Yes. Yes. Inanena mema. Inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Yes, endelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze kimya. Kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho, katika kila unaloliombea. Hiyo roho unaiona ndani ya maisha yako usioitaka, endelea kuomba. Amini kabisa damu Yesu inanena mema, kinyume kabisa cha hayo mabaya yote. Endelea kuomba, usinyamaze kimya. Usinyamaze kimya. Paza sauti yako mbele za Bwana. Paza sauti yako mbele za Bwana. Paza sauti yako mbele za Bwana. Damu ya Yesu iko kazini, inanena mema. Iko kazini, damu ya Yesu iko kazini. Endelea kuomba. Inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena mema. Damu inanena mema. Yes. Damu ya Yesu inanena mema. Inafuta uhalali wa hivyo vifungo. Inafuta uhalali wa hayo magonjwa. Inafuta uhalali wa roho ya utasa. Inafuta roho ya magonjwa yanaondoka. Inafuta roho ya kesi unazozipitia. Inafuta mateso ya ndoto za kuzimu. Inafuta hivyo vifungo ndani ya maisha yako. Inafuta kabisa na kutengua chochote kile ndani mwako. Roho ya umasikini inafuta kwa damu ya Yesu. Yes, endelea kuomba. Damu ya Yesu iko kazini, usinyamaze kimya. Damu inanena mema. Oh, inanena mema. Oh, inanena mema. Yes. Naomba uweze kurudia maneno haya ama sala hii. Naomba uweze kurudia nyuma yangu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako usiku wa leo, nikisimama kinyume juu ya roho ya magonjwa. Imenitesa kwa muda mrefu, imenizungusha kwa muda mrefu, lakini usiku wa leo, kwa damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani, Baba, ninafuta kila uhalali wa kansa, wa kisukari, wa HIV, wa shida ya moyo, shida ya mapafu, shida ya uvimbe, shida ya damu kukauka, shida ya mifupa, shida ya kidonda, shida ya uvimbe wowote. Kuanzia sasa ninafuta uhalali wa kila ugonjwa uliokaa ndani mwangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninafuta kila kesi ya magonjwa. Ninafuta kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inene kuanzia sasa, inene kuanzia sasa, inene mema sasa, inene mema sasa ndani yangu, ndani yangu, ndani yangu. Inene mema sasa, inene mema sasa. Sema tu hivyo hivyo haraka haraka, sema tu inene mema sasa, inene mema sasa. Kuanzia sasa, kuanzia unyayoni, kuanzia unyayoni mpaka utosini, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu. Inene mema sasa, inene mema sasa kwenye mwili wangu wote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama kuna uvimbe, kama kuna bakteria, kama kuna virusi vilivyokaa ndani mwangu kwa muda wote huo, ninavikausha, ninaviondoa kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta kila aina bakteria na waondoa kwenye mwili wangu. Nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu, nafuta kwa damu ya Yesu. Endelea futa kwa damu ya Yesu. Futa, usiache, futa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Futa kwa jina la Yesu. Wewe ndio unajua shida iko wapi kwenye mwili wako. Futa kwa damu ya Yesu. Haijalishi kisukari chako kiko kwenye stage gani, kansa iko kwenye stage gani, uvimbe uko kwenye hatua gani. Futa kwa jina la Yesu, futa kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya magonjwa, sema kuanzia sasa, ewe roho ya magonjwa, toka ndani yangu, toka ndani yangu. Ninakufuta kwa damu ya Yesu, ninakuondoa kwa damu ya Yesu ndani ya mwili wangu, ndani ya viungo vyangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka chia mwili wangu, toka chia viungo vyangu, toka chia mwili wangu, achia viungo vyangu, achia mwili wangu, achia viungo vyangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya mauti, roho ya mauti, achia mwili wangu, achia viungo vyangu, kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, sikia popote ulipo. Haijalishi umekuja na kwa njia gani, haijalishi umekuja kwa sura gani. Ninakuamuru sasa, achia mwili wangu, achia mwili wangu, kwa jina la Yesu. Umenitesa, umeninyanyasa vya kutosha. Kuanzia sasa ninakuamuru, ewe roho ya mauti, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye familia yangu, toka kwenye ukoo wangu, toka kwenye taifa langu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho ya mauti, toka, achia maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba. Tumia damu ya Yesu kufuta kabisa hicho unachokiona juu yako, hiyo roho inayokutesa. Futa kwa jina la Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Mahali ulipo unateseka na ndoto mbaya, unateseka na ndoto mbaya, naomba tuombe pamoja. Sema: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema hii ya kuwa sehemu ya ibada hii. Ninakushukuru kwa sababu unanipenda, kwa sababu unaniwazia leo mema. Nami kama kuhani wako niko mbele zako, nikifuta kila pando alilolipanda shetani kupitia lango la ndoto. Katika jina la Yesu, ninavunja, ninateketeza kila maroho, kila mapando yaliyopandwa katika ndoto yakatengeneza uhalali, maisha yangu kuharibika, kupotea kibali, kupoteza kazi, kupoteza furaha, kupoteza amani na kupitia magumu. Kwa jina la Yesu, ninafuta kila pando baya lilopitia kwenye ndoto. Kuanzia sasa nafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafuta kabisa kila pando baya kupitia lango la ndoto. Ninafuta kwa damu ya Yesu, 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 ninafuta kwa damu ya Yesu. Chochote kibaya kilichopita kwenye ndoto, nafuta kwa damu ya Yesu. Uliota watu waliokufa, futa kwa damu ya Yesu. Uliota watu wanakufa, futa kwa damu ya Yesu. Uliota msiba, futa kwa damu ya Yesu. Uliota hali yoyote ya mauti, futa kwa damu ya Yesu. Uliota huko makaburini, futa kwa damu ya Yesu. Ndoto zozote mbaya, futa kwa damu ya Yesu. Wewe ndio unajua ni ndoto gani unazoziota. Futa kwa damu ya Yesu. Kila kusudi la hilo ndoto, futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Kila makusudi ya kwenye hizo ndoto, mawazo mabaya, futa kwa damu ya Yesu. Mipango mibaya, futa kwa damu ya Yesu. Kila ajenda zao za siri, futa kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Usinyamaze kimya. Futa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza yote. Futa. Jina la Yesu linaweza yote. Jina lenye nguvu. Yes. Linaweza yote.
unateseka na roho ya utasa. Inawezekana ni wewe, ama ni dada yako, ama ni ndugu yako yoyote, ama ndugu yoyote ambaye umepewa kusimama kwa ajili yake. Simama kwa ajili yake. Omba, futa kwa damu Yesu roho ya utasa na uharibifu wa mimba. Hiyo roho ambayo imeachiliwa na jini mahaba, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nimesimama hapa nikiomba kwa imani, nikivunja, nikitengua kila roho ya utasa na uharibifu wa mimba. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Wakati unafuta kwa damu ya Yesu, taja jina la huyo ndugu, ama ni wewe mwenyewe. Sema, najiondoa kwa damu ya Yesu, najitenganisha na hii roho. Kama ni ndugu, sema, namuondoa kwenye hii roho, kwenye hiki kifungo kwa jina la Yesu. Ninafuta roho ya utasa. Ninafuta roho ya utasa kwa huyo mtoto wako. Taja jina lako ama huyo ndugu. Ninafuta hii roho ya utasa kwa huyo ndugu kwa jina la Yesu. Ninafuta hii roho. Ninafuta hiki kifungo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya utasa na uharibifu wa mimba, toka, achia maisha yake. Toka, achia maisha yake. Achia hilo tumbo. Achia hivyo viuno. Achia hilo tumbo. Achia hivyo viuno kwa jina la Yesu. 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 Kwa damu ya Yesu. Roho ya utasa, roho ya uharibifu wa mimba, toka, achia. 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 Toka, achia kwa jina la Yesu. Haijalishi umemfunga kwenye eneo gani, umekaa kwenye eneo gani, ninakuamuru kuanzia sasa, popote pale ulipo, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Ewe jini mahaba, unayekaa kwenye tumbo lake, unayekaa kwenye kiuno chake, iwe ni kaka, iwe ni dada, kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Toka, toka popote ulipo. Haijalishi umekaa kwa muda gani, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, toka, achia tumbo lake, toka, achia viuno vyake, achia mirija yake, achia mfumo mzima wa uzazi, toka kwa jina la Yesu. Kama wewe Baba, Yesu, unatuwazia mema, unatutendea mema. Unayeteseka na vifungo, haijalishi ni vifungo vya namna gani, wewe ndio unajua. Mambo yako kuishia njiani, unateseka na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Umetamani kutoka hapo lakini umeshindwa. Inawezekana ni hali yako ya kiuchumi, hali yako ya mahusiano, hali yako ya biashara, safari zako, mipango yako, application zako zimekuwa zinaishia njiani. Kuna vifungo unavyoviona ndani ya maisha yako. Umeomba kwa muda mrefu na imekuwa ni shida. Inua imani yako mbele za Bwana. Inua imani yako mbele za Bwana. Muamini Mungu. Baba, katika jina la Yesu, sifa na heshima ni za kwako. Tazama kundi hili kubwa la watoto wako. Tazama kundi hili kubwa la watoto wako. Wanateseka kwa muda mrefu na wasijue wanatokaje hapa. Baba, ninakuamini kabisa. Kabisa ninakuamini kupitia damu yako ya thamani una uwezo wa kutengua hicho kifungo. Wamekuwa hapa kwa muda mrefu, wanatamani kusogea, wameshindwa. Wametamani promotion kazini, wamefungwa. Wanatamani kuoa, wanatamani kuolewa, wamefungwa. Wanatamani kusafiri kibiashara, wamefungwa. Wanatamani kupanda hatua fulani kiuchumi, wamefungwa. Baba, naiomba neema yako kupitia damu yako ya thamani ile una uwezo wa kunena mema. Baba, ikanene mema, ikavunje, katengue kila mahali ambako kumefungwa kwenye maisha yake, kukafunguke. Kila mahali ambako kumefungwa, pengine baraka zake zimefungwa, Baba, zikafunguke. Amefungwa katika maeneo mengi, Baba, ninafungua kwa damu ya Yesu. Ninafungua kwa damu ya Yesu kuanzia sasa. Mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, anga, ardhi, mahali popote lilikuwa limefungwa, linafunguka sasa kwa damu ya Yesu. Linafunguka sasa kwa jina la Yesu. Popote pale ambako kuna maisha yake palikuwa pamefungwa na kapatengeneza uhalali, pamekuwa hivyo, pametengeneza uhalali wa vifungo kwenye maisha yake. Ametamani sana kwa muda mrefu. Hili ndio limekuwa ni ombi lake la muda mrefu, lakini imekuwa ni ngumu kwenye maisha yake. Baba, usiku wa leo ninaiomba damu yako ya thamani ikanene mema sasa. Ikanene mema sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, damu yako ipite kila mahali penye vifungo katika jina la Yesu. Yamkini kuna vitu vinaendelea tena kwa siri ili kuendelea kutengeneza uhalali wa vifungo. Baba, ninakuamini kabisa kwamba wewe ni Mungu mwaminifu unayetengua mashauri ya wadanganyifu ili mikono yao isipate kuyatimiza yale makusudi yao. Kama kuna vitu vinaendelea vya siri ili kuendelea kumfunga mtoto wako, Baba, ninatengua, ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninatengua, ninafuta kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Ndio kabisa. Hakuna
aliye kama na wewe Baba. Hakuna Baba. Hakuna aliye kama na wewe Adonai. Hakuna kabisa. Nashukuru. Mahali ulipo nataka niombe katika vile vitu ambavyo unataka vitokee kwenye maisha yako. Unataka vitokee kwenye maisha yako, muamini Mungu. Haijalishi umekuwa katika maombi haya kwa muda mrefu kiasi gani, muamini Mungu. Yeye ni mwingi wa rehema, tena ni mwaminifu. Anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Mtoto wa Mungu, twende mbele za Mungu. Inawezekana unaomba kiwango fulani cha fedha. Haijalishi huna leo, lakini Mungu anazo njia. Mungu anao watu. Mungu ana biashara za kukuwezesha. Mungu ana mambo mengi ya kukuwezesha. Wala usiwe na shaka, wala usiangalie kazi yako, wala usiangalie kipato chako. Muamini Mungu. Anaweza leo akafanya. Inua imani yako tu. Inua imani yako tu. Haijalishi uko wapi, inua tu, inua imani yako. Yeye ni mwaminifu. Yuko anasema niite na wewe muite usiku wa leo. Muite tu. Anaweza kufanya. Yes. Nani kama na wewe Baba? Nani anaweza fanya maajabu kama wewe Baba? Yesu, unatuwazia mema, unatutendea mema. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako na uaminifu wako. Asante kwa jinsi ambavyo unavyotupenda na hata kwa kutuwazia leo mema. Tazama watoto wako mamia kwa maelfu. Mikononi mwao wamebeba mambo ambayo wangetamani kuyaona yakitokea. Wangetamani kuona leo hii yanatokea. Haijalishi ni makubwa kiasi gani, haijalishi yakoje, wameomba kwa muda gani. Baba, ninakuamini, sina mashaka na wewe, sina mashaka na damu yako, sina mashaka na uwezo wako, sina mashaka na neno lako, maana wewe ukilituma neno unalituma lije kuyatimiza ambayo umeyakusudia kutokea. Baba, katika jina la Yesu, tazama watoto wako wanatamani kabisa mwezi huu wa 3 ukamilifu ukaonekane katika mambo ambayo yalikuwa yameishia njiani. Inawezekana ni ujenzi, anapita katika changamoto ya ukamilifu. Baba, naomba ukakamilishe. Inawezekana ni mahusiano yake ya ndoa, anatamani siku itokea ukamilishe swala lake la ndoa, lina changamoto katikati hapa. Baba, ninaomba ukamilifu katika jina la Yesu. Inawezekana ni kupandishwa cheo, kuna mtu mmoja amekuwa ni kikwazo pale kazini ili kulikamilisha swala hili. Baba, ninaomba ukamilifu ndani mwake. Inawezekana ni safari, ameomba promotion, inawezekana ni safari ameomba kwa ajili ya kusafiri kwenda kibiashara, lakini kumekuwa na changamoto hapo katikati. Baba, naomba ukamilifu. Inawezekana kuna promotion ametamani kuona ikitokea pale kazini, amekuwepo kwa muda mrefu, anatamani kupanda daraja, lakini imekuwa ni changamoto. Baba, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Inawezekana amekuwa katika mambo mengi ya muda mrefu, amefunga akiomba kwa habari ya kuanzilisha hiyo kampuni, lakini imekuwa ni changamoto. Baba, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako, haijalishi hana fedha yoyote, lakini anatamani kuona kuna jambo fulani alifanya. Baba, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako usiku wa leo. Baba, nenda ukamjibu. Hili ndilo jina lake na hii ndio mikono yake, anahitaji kupokea. Baba, anahitaji kupokea kwa jina la Yesu. Baba, unaweza kufanya, unaweza kutenda, Yesu unaweza. Baba, unaweza kumpatia. Naiomba hiyo neema. Ameteseka na magonjwa, ameteseka na vifungo vya magonjwa, ameteseka na ugonjwa. Baba, naiomba hiyo neema ya uzima, maana ni Mungu unayetuponya magonjwa na kuturejeshea afya. Unapotusamee na unatuponya na magonjwa. Baba, ninakushukuru kwa sababu nauona uzima, nauona uponyaji kwa watoto wako. Haijalishi waliteseka kwa muda gani. Baba, nauona uzima ndani mwao, naiona afya njema, naona ukamilifu wa figo, naona ukamilifu wa moyo, naona ukamilifu wa mfumo mzima wa uzazi, naona ukamilifu mzima wa mfumo mzima wa hewa, wa upumuaji. Naona uzima ukitokea kwa jina la Yesu. Iliyo shida ndani mwake imeondoka sasa kupitia damu yako ya thamani. Baba, nauona mkono wako ukimgusa mtoto wako, nauona mkono wako ukimgusa mtoto wako, nauona mkono wako ukimvusha mtoto wako, nauona mkono wako ukimponya mtoto wako, nauona mkono wako ukimpa heshima mtoto wako, nauona mkono wako ukimrejeshea kibali mtoto wako, nauona mkono wako ukimpa ndoa mtoto wako, nauona mkono wako Baba ukimbariki mtoto wako kwa jina la Yesu. Baba, naiomba hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naiomba hiyo neema mtoto wako anaiomba. Inawezekana naomba amani. Baba,
naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, unaweza kufanya, unaweza kufanya. Naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako. Ameomba, amezunguka huku na kule, amefunga, amefanya kila matendo yote imani. Baba, naiomba hiyo neema juu yake, naiomba neema juu yake, naiomba neema juu yake. Anauza kitu fulani, hakiuziki. Baba, naiomba hiyo neema sasa, vikauzike kwa viwango vya juu, kwa thamani ya juu, vikauzike vyote kwa jina la Yesu. Naiomba hiyo neema ya ujenzi wa nyumba, naiomba neema hiyo ya ujenzi wa nyumba. Amezunguka huku na kule kwenye nyumba za kupanga, lakini mwaka huu Baba, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako. Yamkini amefika hatua fulani ya ujenzi, lakini hali ya fedha inamsumbua. Baba, naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna stage amefikia. Baba, naiomba hiyo neema ya ukamilifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naomba ukamilifu, naomba ukamilifu, naomba ukamilifu kwa mtoto wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naiomba hiyo neema kwa mtoto wako, haijalishi kwa muda gani Jehova. Naiomba neema hiyo, naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema, maana Mungu hujawahi kushindwa. Unaweza kufanya, unaweza kufanya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako, naiomba hiyo neema. Anatamani mwaka huu akafunge ndoa, ni binti ni kaka. Oh Baba, naiomba hiyo neema, haijalishi ni mapito mangapi amepitia, amepitia katika mazingira gani. Baba, naiomba hiyo neema. Ninajua wakati wa Bwana ni sahihi, ninajua majira yako ni sahihi, na kila jambo unalifanya kwa wakati na majira yao sahihi. Baba, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako. Ni mwezi wa 3, ni mwezi wa 4, ni mwezi wa 5, ni mwezi wa 6, ni mwezi wa 7, ni mwezi wa 8, ni mwezi wa 9, ni mwezi wa 10, 11, 12 ndani ya mwaka huu. Baba, naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako, naiomba hiyo neema kwa mabinti, naiomba hiyo neema kwa vijana wa kiume, naiomba hiyo neema kwa watoto wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naiomba hiyo neema kwa watoto wako, maana neema yako Mungu ni kubwa, ni kubwa kabisa, ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa kabisa. Unaweza Jehova kutenda, unaweza Yesu, unaweza kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba hiyo neema, kwa neema ya Mungu, neema ya Mungu, neema ya Mungu ni kubwa. Endelea kuomba mtoto wa Mungu. Roho Bwana yuko kazini na kuona, yuko na kuona unavyoendelea kufanya tendo la imani la kupokea. Neema ya Mungu ni kubwa. Pokea tu kwa imani, pokea tu kwa imani popote ulipo. Pokea hiyo neema ya Mungu, pokea neema ya Mungu mahali popote ulipo. Kama ni hitaji la kuolewa, pokea hiyo neema. Kama ni hitaji la kuoa, pokea hiyo neema. Kama ni promotion kazini, pokea hiyo neema. Kama ni kupandishwa cheo, pokea tu, pokea, pokea, pokea. Pokea ni mshahara mkubwa, pokea kwa jina la Yesu. Ni safari za kikazi, pokea kwa jina la Yesu. Oh, pokea kwa jina la Yesu. Haijalishi umekuwa ni mtu ambaye wenzako wanasafiri, wewe upo tu. Naomba nikwambie neema Mungu ni kubwa. Pokea sasa na wewe kusafiri. Pokea sasa, pokea visa, pokea passport, pokea kwa jina la Yesu. Pokea chochote kile ulikuwa umeomba, nafasi ya kazi, Bwana akukumbuke, akuone mahali ulipo. Pokea hiyo neema, pokea popote ulipo, pokea popote ulipo. Haijalishi umekuwa na vita kazini kubwa kutokana na nafasi na baraka ambazo Mungu anakupatia, Bwana akakupandishe zaidi na zaidi na zaidi. Haijalishi vita zilikuwa zinapigwana kwa namna gani, Bwana amekusudia na iwe hivyo. Pokea na zaidi na zaidi na zaidi. Haijalishi maombi yao ni urudi chini, Bwana akupandishe juu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Vikao vyao na mipango yao na mawazo yao hayatafanikiwa. Oh, neema Mungu ni kubwa. Pokea sasa, pokea sasa hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Oh, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Kile unachokiomba, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Kama ni fedha, oh, ni paundi, ni euro, ni dola, oh, pokea kwa jina la Yesu. Ni shilingi, ni mafaranga, pokea. Au haijalishi ni dirham, pokea, 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 pokea. Rupia, pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa kiwango hicho unachokihitaji. Pokea kwa jina la Yesu, 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 pokea kwa jina la Yesu. Una changamoto yote ambayo imekuwa ni muda mrefu na umekuwa unaiombea, Bwana kuwezeshe, Bwana kupatie. Naomba nikwambie Mungu wetu sio kiziwi, wala mkono wake si mfupi akashindwa kukugusa. Naomba uipokee neema, Bwana kuguse, na mguso wake sio kawaida. Pokea huo mguso wa tofauti. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea. Yesu, Yesu anaweza kubadilisha chochote. Pokea neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea neema ya Mungu hiyo ikushukie mahali ulipo. Ulipoteza kibali, pokea hicho kibali. Ulipoteza heshima,
pokea, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Vyovyote vile unavyohitaji, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Yes, yes, yes. Kama wewe Baba, Yesu, unatuwazia mema, unatutendea mema kila siku. Yesu, asante Baba, asante Yawe, Adonai. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombayo. Unaweza kufanya. Yes. Endelea kuomba, usinyamaze kimya. Unavyoendelea kuamini Yesu anaweza, endelea kuamini. Endelea kuomba ukiamini Bwana anaweza. Endelea kuamini tu, wala usikate maombi yako. Endelea kuomba, Roho wa Bwana yuko anasikia vile unavyoomba. Endelea kumpokea, endelea kuomba. Hebu mwambie Baba naomba, Baba napokea, Baba napokea, Baba napokea, napokea kwa imani, napokea kwa imani. Naipokea ndoa, naipokea kazi, naipokea heshima, napokea kibali, napokea mpenyo, napokea baraka kwa jina la Yesu. Napokea kwa imani. Haijalishi huoni kwa macho ya nyama, lakini katika ulimwengu wa roho endelea kupokea. Pokea tu, hata kama kuna watu wanakucheka, sawa, hawajui ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa roho. Wewe pokea kwa imani, pokea kwa imani. Ni hapo ofisini, pokea. Ni hapo nyumbani, pokea hiyo neema. Ni hapo unapoendelea kuomba, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Pokea tu kwa imani, pokea tu kwa imani, pokea tu kwa imani, pokea tu kwa imani, pokea tu kwa imani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Haijalishi huoni kwa macho, lakini katika ulimwengu wa roho Bwana anakwenda kukupatia watoto, Bwana anakwenda kukupatia kazi, Bwana anakwenda kukupatia heshima, anakwenda kukupatia fedha, anakwenda kukupatia promotion isiyo kwa kawaida. Bwana anakwenda kukupeleka viwango vikubwa ambavyo umejaribu kwa viwango vyako ukashindwa. Pengine ulitumia mpaka wanadamu lakini ikashindikana. Naomba nikwambie, kama umefanya interview hivi karibuni, neema Mungu ni kubwa. Naomba nikwambie, nafasi hizo tangazwa na wewe umo, na wewe umo. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama ni safari, na wewe umo, pokea kwa jina la Yesu. Ulikuwa umeapply visa, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Na wewe umo, unakwenda kusafiri, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Umeomba fedha, haijalishi kiwango cha fedha, lakini Bwana ameruhusu hii neema ikushukie, hii neema ikufikie. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea, pokea kwa imani, pokea kwa jina la Yesu. Kila asubuhi Baba, unatuwazia mema. Haleluya. Tunapoamuka Mfalme, unatupangia siku. Yes. Mahali ulipo nataka nimshukuru Mungu pamoja na wewe. Ninaamini amefanya, naamini ametenda makubwa. Naomba nimshukuru Mungu pamoja na wewe kwa majumuisho ya vitu vyote ambavyo amefanya. Mahali ulipo nataka nimshukuru Mungu. Naomba tuombe pamoja, naomba tuombe pamoja, naomba tumshukuru Mungu. Ameshatenda, ni mwaminifu sana kwenye maisha yetu. Mtakatifu Mungu wa rehema, Baba unatupenda, Baba unatuwazia mema. Asante kwa kukubali kutofia msalabani. Asante kwa sababu ulikubali kupoteza heshima ili tupate heshima. Asante kwa sababu ulikubali udhalauliwe ili sisi tupate heshima vile vile. Baba tunasema asante. Asante kwa sababu uliyaruhusu magonjwa yaje kutupa heshima. Asante kwa sababu uliruhusu maskini tupate heshima. Asante kwa sababu uliruhusu tudhalauliwe ili tupate heshima. Asante kwa sababu uliruhusu kila kitu. Baba tunakushukuru kwa sababu ya wewe, ya uaminifu wako. Neno lako lilituma liji litimize yale uliokuwa umeyakusudia, na hatimaye neno lako limepata kuyatimiza yale yote ambayo ulikuwa umeyakusudia. Baba tazama, roho na nafsi za watoto wako zinakushukuru. Ni mama anakushukuru, ni baba anakushukuru, ni dada anakushukuru, ni kaka anakushukuru kwa sababu ya vile ambavyo Mungu umemtendea. Baba pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu. Asante kwa kumfuta machozi, asante kwa kumpa heshima, asante kwa kumpa safari, asante kwa kumpandisha cheo, asante kwa kumongezea mshahara, asante kwa kumpa mume mzuri, asante kwa kumpa mke mzuri, asante kwa kulena tumbo lake la utasa na uharibifu wa mimba. Umempa watoto wengi, watoto mapacha. Sasa anakwenda kuwa mama, sasa anakwenda kuwa baba. Baba asante kwa sababu umewatoa watoto wako kwenye magonjwa, kwenye mikosi, kwenye laana, kwenye mateso ya ndoto na vifungo vya kila namna. Asante kwa sababu umewapa heshima. Wewe ni Mungu mwaminifu. Baba ninakushukuru kwa sababu ya vyote hivi. Pokea sifa na heshima
adhama na utukufu. Mioyo yao inakuelekea wewe na kutazama wewe katika maisha yao. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umekusudia wiki hii iwe ni wiki ya baraka. Katika mkesha ambao Mungu umetupa, tunakushukuru kwa sababu tunajua kuna mambo makubwa tunakwenda kuyapokea, nayo yanakuwa yetu sasa na tuombavyo. Baba, ninaibariki siku ya leo, asubuhi ya leo, mchana wa leo. Baba, nikizidi kuomba neema yako isimpunguke mtoto wako. Ninamfunika kwa damu yako ya thamani, nikimtenga mbali na roho ya kisasi. Kupitia ibada hii ya leo, ninajua kuzimu haijafurahi hata kidogo kuona kwamba Mungu umewatoa watoto wako kwenye vifungo na mateso na maroho yote ya kuzimu. Sasa unaishi kwenye yale maisha ambayo Mungu alikusudia ndani mwao. Hivyo kuzimu inawezekana imeamsha kisasi. Baba, ninawafunika watoto wako kwa damu yako ya thamani. Walinde wengi hapo, walinde watokapo. Wabariki katika kazi zao na maeneo yote nao kwenda kuyapita. Chochote ambacho wale wamekiandaa ndani mwao kisitokee wala kisifanikiwe. Hofu, mashaka visiwe sehemu yao. Hasara na mateso visiwe sehemu yao. Ninafunga kabisa kila roho ya uharibifu iliyobeba kisasi ndani mwake. Baba, visipate kufanikiwa kwenye kazi zao, kwenye safari zao, kwenye ndoa zao, kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye maeneo mengi ambao ni sehemu ya maisha yao. Haijalishi ni mwaka wa uchaguzi. Baba, nenda ukasimame na mtoto wako. Yeyote ambaye ameweka nia, simama naye kwa ajili ya utukufu wako. Mketishe panakostahili kwa ajili ya utukufu wako. Biashara, Baba, waketishe watoto wako wakaone faida wala wasione hasara. Ninaibariki mikono yao na kuitakasa kwa damu yako ya thamani. Isipitishe hasara katika jina la Yesu. Ninaibariki na kuitakasa miguu yao. Kile watakapokanyaga, wape haki ya kisheria katika ulimwengu wa roho, kumiliki na kutawala fedha na dhahabu katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa sababu ya uaminifu wako. Pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana unastahili. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. 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 Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Umekuwa wa baraka sana kwangu, maana bila wewe nisingekuwa hapa. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu kila siku, kila saa. Tumemuona na tutaendelea kumuona zaidi na zaidi. Nikutakie siku njema, wakati mwema. Ni wiki yetu ya ushindi. Naomba nirudie tena, ni wiki ya ushindi. Ukiamua kulala, umechagua mwenyewe kulala. Maana maisha ni kuchagua mwenyewe. Umechagua nini? Kupanga ni kuchagua kulala au kukesha. Ila nakuahidi wewe ambaye utaamua kukesha kwa hizi siku zote mpaka tunamaliza mwezi, utakuwa na ushuhuda. Utakwenda kuona nini Mungu amekamilisha kwenye maisha yako. Nikutakie siku njema, wakati mwema. See you next time. I love you so much. Bye bye. nitamtolea Bwana, ila roho yangu tu. Zawadi gani mimi nasema Baba Yesu, nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Baba pokea
sinacho cha thamani kwako ila roho yangu.